الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجوب الصوم وأحكام النية. واجب وصوم وكفunga na حكم زنية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإليكم أخي المسلم بعض الأحكام المهمة للصائمين. Chukua ewe ndugu yangu Muislamu baadhi ya hukumu muhimu kwa wenye kufunga. Awalan, wujubu saum, wajibu wa saum. يقول الشيخ رحمه الله: يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء. ni lazima kufunga Ramadhani kwa kila Muislamu mukallaf katika wanaume na wanawake. ويستحب لمن بلغ 7 فأكثر وأطاقه من الذكور والإناث. na ni sunna kufunga kwa mtoto aliyefikia umri wa miaka 7 na zaidi, na akaweza kufunga iwe katika wanaume, watoto wa kiume na watoto wa kisichana. Kwao ni sunna kufunga kwa aliye na miaka 7 na zaidi. Wayajibu ala awliyai umurihim amrahum bidhalik. na ni lazima kwa wale wanaotawalia mambo yao kuwaamrisha hiyo saum hao watoto, idha ataquhu, wakiweza kufunga, kama ya'murunahum bisalah, kama wanavyowaamrisha kusali. Wazazi wanatakiwa waamrishe watoto wao kufunga Ramadhani kama wanavyotakiwa wazazi waamrishe watoto wao kusali. والأصل في هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. enyi mlioamini, mmefaradhishiwa saumu kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, kwa ajili mpate kuwa wachaji Mungu. Ayyaman ma'dudat, mwezi huu wa Ramadhani ni siku chache tu. faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar. aliyekuwa mgonjwa katika nyinyi au yuko safarini, basi afungue mchana wa Ramadhani, halafu aje alipe katika siku nyingine. ila an qala subhanahu: shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. mwezi wa Ramadhani ambao Qur'ani imeteremshwa katika mwezi huu, hali ya kuwa ni mwongozo kwa watu na ni hoja za wazi, min alhuda, katika uongofu, walfurqan, na upambanuzi baina ya haki na batil. faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, mwenye kuona katika nyinyi mwezi muandamo na afunge. waman kana maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhar, aliyekuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi afungue halafu aje alipe katika siku nyingine. wa qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam: buniya al-islamu ala 5. Uislamu umejengwa kwa mambo 5: shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, kukiri kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah,
na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqamis salah, na kusimamisha sala, wa itaiz zakah, na kutoa zaka, wa saumi Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan, wa hajjil bait, na kukusudia nyumba tukufu ya Allah kwa ibada. Alhadith muttafaqun ala sihhatihi min hadith ibn Umar radhiyallahu anhuma. Thaniyan, tabyitu niyya, kuilaza nia. Al-aslu wujubu sawmi Ramadhan wa tabyitu niyyati lahu min jami'il mukallafin min almuslimin. Asli ni wajibu wa kufunga Ramadhan na kuilaza nia ya saumu hiyo kwa wote Waislamu wenye kukalifiwa na sheria. Wote wanatakiwa wafunge na wote wanatakiwa walaze nia, yani wanuie usiku kwamba kesho watafunga. Wa an yusbihu saimin, na waamke asubuhi hali ya kuwa wamefunga. Illa man rakhasa lahum shari, isipokuwa wale ambao mtume amewaruhusu bi an yusbihu muftirin, waamke hali ya kuwa wamefungua, yani hawajafunga. Wa humul marla, ni wagonjwa, wal musafirun, na wasafiri, wa man fi ma'nahum, na walio katika maana ya hao. Kwa hiyo wajibu wa kwanza ni kuilaza nia, yani kunuia usiku. Lakini wajibu huu hapa anasema amma man lam ya'lam bidukhuli shahri Ramadhan illa ba'da tulu'i al-fajri, ama asiyejua kuingia kwa mwezi wa Ramadhani isipokuwa baada ya kutoka alfajiri, fa alayhi an yumsika, huyu anawajibika kujizuia anil mufattirat, na vyote vyenye kufunguza, baqiyata yaumihi, mchana uliobakia, likaunihi yawman min Ramadhan, kwa sababu hiyo ni siku katika Ramadhan. La yajuzu lilmuqimi sahih an yatanawala fihi shay'an min almufattirat, haijuzu kwa mtu ambaye yuko katika mji wake mzima, yani si mgonjwa, haijuzu kutumia kitu chochote katika vitu vyenye kufunguza. Wa alayhi alqada'u, na anawajibika kulipa. Huyo ambaye hakujua kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia mpaka alfajiri ndio wakajua kumbe mwezi wa Ramadhani ushaingia, huyu anawajibika kujizuilia na vitu vyote vyenye kufunguza. Asile mchana uliobakia, asile, lakini wa alayhi alqada'u, anawajibika kulipa. Likaunihi lam yubayyiti siyama qabla alfajri, kwa sababu hakuilaza ile nia kabla ya alfajiri, nia ya kufunga hakuilaza kabla alfajiri, kwa hiyo anawajibika kulipa. Waqad thabata anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala man lam yubayyiti as-siyama qabla tulu'i al-fajri fala siyama lah, asiyeilaza nia ya saumu kabla ya kutokeza alfajiri, huyo hana saumu. Rawahu ad-Daraqutni biisnadihi an Umar an Aisha radhiyallahu anhuma, wa qala isnaduhu kulluhum thiqat, wa naqalahu al-Muwaffaq ibn Qudamah rahimahullahu fil Mughni, wa huwa qawlu ammati al-fuqaha, na hii ni kauli ya wengi katika maulama wa fiqhi. Wal muradu bidhalika siyamul fardhi, makusudio ya hiyo ni saumu ya faradhi, saumu ya lazima. Kama hii Ramadhan ni lazima mtu anuie usiku. Lima dhakarna min alhadithi sharif, kwa tuliotaja katika hadithi hiyo tukufu. Amma siyamu nafli, ama saumu ya sunna, fayajuzu athna an-nahar, inajuzu kunuia katikati ya mchana. Idha lam yatanawal shay'an min almuftirat, asipokula au kutumia chochote katika venye kufunguza baada alfajri, baada ya alfajiri. Liannahu sahha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam ma yadullu ala dhalik, imesihi hadithi kutokana na mtume sallam inayofahamisha hivyo kwamba saumu ya sunna unaweza ukanuia asubuhi, muda wa kwamba hujafanya lolote katika mambo yenye kufunguza. Hii ni kauli ya maulama, na kuna kauli mukhalifu inayosema kwamba mtu asipojua kuingia kwa Ramadhani mpaka asubuhi, hajui kwamba Ramadhani imeingia na hakunuia usiku,
anatakiwa afunge na saumu yake ni sahihi. Kauli nyingine inasema saumu yake ni sahihi hata kama hakuilaza nia usiku, kwa sababu hakujua kwamba Ramadhani imeingia, kama wanavyosema alqudratu manatu taklif. Kwa hiyo huyu hakujua na hana uwezo, kwa hiyo huyu ni kwamba atafunga vile vile na saumu yake ni sahihi. Na wanatoa dalili hadithi fi sahihain, hadithi ya Aisha radhiallahu anha katika saumu ya Ashura. Saumu ya Ashura ndiyo saumu ya kwanza ya faradhi katika Uislamu, ilikuwa kufunga ni lazima. Kwa hiyo Mtume katika hadithi hiyo aliamrisha mmoja katika masahaba awatangazie watu kwamba ni kesho ni siku ya Ashura. Katika hadithi hiyo akasema Mtume, ambaye amekula basi ajizuilie asile tena, na ambaye hajakula basi saumu yake ni sahihi, wala asile kitu chochote, aendelee na saumu yake. Kwa hiyo hawa wanasema hii ilikuwa ni saumu ya faradhi na Ramadhani ni saumu ya faradhi. Kwa hiyo ni sawa sawa saumu ile ambayo ilikuwa ni ya faradhi ya Ashura na Ramadhani. Kwa hiyo kama mtu hakujua, kwa mfano kesho, leo watu wanaangalia mwezi, kesho mwezi umeonekana, mtu hakujua, akaswali alfajiri saa 2 akapiga chai yake, hajui, halafu ikatangazwa kwamba kumbe mwezi jana ulionekana, yani leo ulionekana, kesho ni saumu. Huyo anatakiwa aendelee na saumu yake, na saumu yake ni sahihi kwa sababu hakujua kwamba mwezi ulionekana. Lakini mtu ambaye anajua mwezi ulionekana lazima ailaze nia yake tangu usiku. Mafhumu hada? Thalithan, ikhlas. الواجب على المسلم أن يصوم إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس. واجب kwa muislamu ni kufunga kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, si afunge kwa ria na sum'a, yani afunge kwamba watu wasikie kwamba na yeye amefunga, wala kuwaiga watu, au mutaba'atan li ahlihi, au kwa ajili ya kufuata ahli zake nyumbani, au ahli baladihi, au watu wa mjini kwake. Bali alwajibu alayhi an yakuna alhamilu lahu ala as-sawm huwa imanahu bi anna Allah qad farada alayhi dhalik. Wajibu kwa kila muislamu ni kuwa aamini kwamba lililompelekea kufunga ni kumwamini kwake Allah, na kwamba Allah amemlazimishia saumu, wahtisabahu al-ajra inda rabbih fi dhalik, pia na kutarajia kwake thawabu kwa Mola wake katika saumu hiyo. Wa hakadha qiyamu Ramadhan, na hivyo hivyo kufanya ibada za usiku wa Ramadhan, yajibu an yaf'alahu almuslimu imanan wa ihtisaban la li sababin akhar. Ni lazima afanye hivyo muislamu, afanye ibada za usiku kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, si sababu nyingine, asitie nia nyingine isipokuwa hiyo. Walihadha qala alayhi salatu wassalam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga Ramadhani kwa kuwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na mwenye kufanya ibada usiku wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia, na mwenye kufanya ibada katika usiku wa Lailatul Qadri kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Allah enyi waja wa Allah, wa'adhimu amrahu wa nahya, adhimisheni amri yake na makatazo yake, wabadiru bitawbati ilayhi min jami'i dhunubikum, fanyeni haraka kutubia kwake na madhambi yenu yote, wa'tamidu alayhi wahdahu wa tawakkalu alayhi, mtegemeeni yeye Allah peke yake, fa innahu khaliqul khalq, kwani yeye ndiye mwenye kuumba viumbe vyote, warazikuhum, na mwenye kuviruzuku, wanawasihim biyadihi,
na tosi zao ziko katika mkono wake subhanahu wa ta'ala. La yamliku ahadun alayhi, la yamliku ahadun minhum li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura. Hakuna yoyote anayemiliki kwa viumbe kuimilikia nafsi yake madhara wala kuizuilia kuiletea manufaa wala maut wala uhai wala kukusanywa. وقدموا رحمكم الله حق ربكم وحق رسوله على حق غيره. tangulizeni Allah kurehemuni haki ya Mola wenu na haki ya mtume wake kuliko haki ya mtu mwingine, wa taati ghairihi, na kuliko taa ya mtu mwingine, kaina mankan, vyovyote alivyo mtu huyo. Wataamaru bil ma'ruf, amrishaneni mema. Watanahaw anil munkar, katazaneni munkar. Wa ahsinu dhanna billah, mdhanieni vizuri Allah. Wa akthiru min dhikrihi, kithirisheni kumtaja Allah. Wastighfari, na kumuomba maghfira. Wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidianeni kwa wema na taqwa, msisaidiane kwa madhambi na uadui. Wa khudhu ala aidi sufahaikum, kamateni mikono ya wajinga wenu. Wa alzimuhum bima amarahumullahu bihi, walazimisheni hao wajinga na wapumbavu mambo ambayo Allah amewaamrisha. Wamna'uhum amma naha Allahu anhu, wakatazeni mambo ambayo Allah ameyakataza. Wa ahibbu fillah, yani pendeni kwa ajili ya Allah. Wa abghidhu fillah, chukieni wengine kwa ajili ya Allah. Wa walu awliya Allah, wapendeni wapenzi wa Allah. Wa adu a'da Allah, wachukieni na wafanyieni uadui maadui wa Allah. Wasbiru wasabiru hatta talqaw rabbakum, subirini mpaka mkutane na Mola wenu. Fatafuzu bighayati saada wal karama wal izza wal manazil al aliyah fi jannati an-na'im, ili mfuzu kwa kupata wema na ukarimu na izzi na daraja za juu katika pepo za neema. Wallahu almas'ul an yuwaffiqana wa iyyakum lima yurdih. Allah ndiye mwenye kuombwa atuwafikishe nyinyi, sisi na nyinyi, wa mambo anayoyaridhia. Wa an yusliha qulubal jami' wa yu'ammiraha bi khashyatihi wa mahabbatihi wa taqwah wan nushi lahu wa li'ibadihi. Wa an yu'idhana wa iyyakum min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa an yuwaffiqa wulata amrina wa sa'ira wulati amri almuslimin lima yurdihi. Wa an yansura bihimul haqqa ويخذل بهم الباطل. وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله أعلم.